kuhusu ujenzi wa jengo la utawala wa jiji la Arusha, ambapo alitoa tuhuma nzito dhidi ya utekelezaji wa ujenzi wa jengo hilo, akidai kuwepo kwa ongezeko lisilo halali la takriban shilingi bilioni 8 pamoja na madai ya mchanganyiko wa vipimo vya BOQ uliosababisha malipo ya fedha isiyostahili. Mheshimiwa Spika, mradi wa jengo la utawala ulianza mwaka 2019. Wakati huo Mheshimiwa Mrisho Gambo akiwa mkuu wa mkoa wa Arusha kama msimamizi mkuu. Ujenzi ulifanyika kwa njia ya force account na baadaye ukahama kutoka force account na kuingia kwa mkandarasi. Akapatikana mkandarasi mshauri ambaye akasaidia kupatikana kwa mkandarasi wa ujenzi Mheshimiwa Mrisho Gambo akiwa mbunge. Hii yote ilitokana na malumbano yaliyokuwepo kati ya Mheshimiwa mbunge na baraza la madiwani na aliyekuwa mkuu wa mkoa wakati huo Mheshimiwa John Mongera. Malumbano hayo yalipelekea mradi kusimama kwa muda mrefu mpaka mwaka 2023 baada ya Mheshimiwa Waziri Mkuu kuingilia kati na baadhi ya watumishi kushtakiwa. Kamati ya fedha, mbunge alikuwa ni mjumbe wa kamati ya fedha wakati huo, hakushiriki kikao husika kwa ruhusa, lakini posho alichukua. Hii ilikuwa ni mwaka 2023. Ikampa mkandarasi ndugu Tribe Construction, lakini hakuweza kuendelea na kazi tena. Ikatokea malumbano baina ya mkandarasi na kazi ikaanza tena upya mwezi wa 4 mwaka 2024 na kuomba kulipo malipo ya awali. Ndio jengo likaanza kujengwa na sasa lipo gorofa ya 6. Mpaka sasa Mheshimiwa Spika, mkandarasi amekwisha lipwa hati 2 pamoja na malipo ya awali. Jumla ya hati zote 2 ni shilingi bilioni 1 na milioni 200. Pamoja na malipo ya awali jumla inakuwa ni shilingi bilioni 2 na milioni 200. Na jengo lipo gorofa ya 6 na kilicholipwa mpaka sasa ni kidogo kulingana na uhalisia wa jengo mpaka hivi sasa. Hivyo mkandarasi analipwa malipo yake kwa kazi alizofanya, zikihakikiwa pia na mhandisi wa jiji kwa kazi zilizofanyika tu. Mheshimiwa Spika, kwa ujenzi unaofanywa na mkandarasi mshauri huandaa hati ya malipo kulingana na kazi iliyofanyika. Hivyo basi hakuna fedha ya serikali iliyoibiwa mpaka sasa. Nasisitiza, hakuna fedha ya serikali iliyoibiwa mpaka sasa. Mwongozo wa Spika. Mheshimiwa Gambo, naona umesimama. Mheshimiwa Spika, kwa namba niombe mwongozo wako kwa sababu Mheshimiwa Waziri ametoa majibu na mimi nilitoa maelezo nikiomba uchunguzi ufanyike kutokana na tuhuma ambazo zilikuwepo. Sasa nilikuwa nadhani kuna mambo yamesemwa ambayo hayakusemwa sawa sawa. La kwanza, kuhusiana na jengo la utawala, Mheshimiwa Spika, nilijenga hoja 2. Sawa. Sasa ili tuende sawa sawa, Mheshimiwa Gambo, umetumia neno hayakusemwa sawa sawa. Kwa hivyo ili tuende sawa sawa na kanuni zetu, katika hii taarifa aliyotoa Mheshimiwa Waziri, hicho unachotaka kunieleza sasa hivi ni kwamba waziri amesema taarifa isiyo ya kweli. Ndicho unachotaka kusema? Mheshimiwa Spika, kwa sababu amepewa nafasi ametoa taarifa na mimi ningepewa nafasi nikatoa utetezi wangu kwa sababu hili jambo lina maslahi mapana kwa jiji. Hapana, keti Mheshimiwa Gambo. Mheshimiwa Bunge, isije ikaonekana kwamba kuna upande mmoja umesikilizwa mwingine haujasikilizwa. Hapana. Na ndio maana nilitoa upande wa serikali usikilizwe, kwa sababu wewe ulishasikilizwa na Hansard niko nayo hapa mbele. Kwa hivyo wewe ulisikilizwa na bunge na wabunge wenzako. Sasa ilikuwa nafasi ya serikali kusikilizwa na bunge na wabunge wenzako. Ndicho kilichofanyika hapa. Na sasa umesimama, ndio maana nimekuuliza jambo moja. Sio kwa nia ya kukusikiliza wewe tena, maana vinginevyo itabidi nimpe na waziri nafasi tena. Sasa katika zile taratibu zetu za kusikiliza, hili bunge haliwezi kufanya hivyo, ndio maana tunafanya kazi kwenye kamati. Waziri alichokisema kwenye taarifa yake, umetumia neno ambalo halisemi kama ni uongo ama si sahihi, lakini umeweka hapo si sawa sawa. Nimeuliza ili sasa nichukue hatua kikanuni. Taarifa aliyotoa Mheshimiwa Waziri kuna mahali amelidanganya bunge, ili tuanzie hapo. Kwanza amesema hili jengo limeanza nikiwa mkuu wa mkoa. Hapo amesema uongo. Lilianza nikiwa mbunge. Kwa 2019 ulikuwa umeshaondoka?
Ama halikuanza 2019? Lilianza 2021. Sawa. Waheshimiwa, kuna nyingine au ni hiyo tu? Bwana anataka nianze niende hapa, mnaniona nimeshika kanuni tayari. Kuna lingine Mheshimiwa Gambo kwenye taarifa ya waziri? Nyingine Mheshimiwa Spika, ni msingi wa hoja yangu. Hoja yangu ni ambao yeye amedanganya. Msingi wa hoja yako yeye kadanganya. Hajauelewa yani huo msingi. Nadhani kuna mahali nahitaji kufanya clarification ili nipate majibu vizuri zaidi. Sawa, waheshimiwa wabunge. Kama itakupendeza Mheshimiwa. Sawa, Mheshimiwa Mwenyekiti, Mheshimiwa Spika, ungeniruhusu hata sekunde 30 kwa sababu ni kitu kidogo tu Mheshimiwa Spika. Keti Mheshimiwa, kwa sababu nikikupa wewe nafasi lazima na yeye nimpe, na bunge humu ndani ndio maana huwa tunafanya kazi kwa kamati. Hatufanyi huu utaratibu wa back and forth. Kwa hiyo keti. Waheshimiwa wabunge, jambo hili kwa sababu kama nilivyosema, Mheshimiwa mbunge alipata nafasi ya kusikilizwa mchango wake na alisikilizwa mpaka mwisho. Nikatoa nafasi kwa serikali ili ilete taarifa bungeni. Imeleta taarifa serikali kupitia waziri na imesomwa hapa. Mheshimiwa Gambo, inaonekana kwenye ile taarifa iliyosomwa na serikali, yeye anasema waziri amedanganya kwenye taarifa yake. Kwa hivyo jambo hili, kwa sababu mimi sina uwezo sasa hapa wa kuanza kufuatilia kila mmoja, nalipeleka kwenye kamati yetu ya kudumu ya bunge ya maadili, kule wataenda kusikilizwa. Sawa. Kwa hivyo kamati yetu ya haki, maadili na madaraka ya bunge itaanza kazi mara moja, na leo ngoja niangalie vizuri. Leo ni tarehe ngapi jamani? Leo tarehe 23. Kazi hii ifanyike, wiki ijayo watapewa nafasi ya kuleta hiyo taarifa hapa bungeni. Na mnazijua kanuni zetu vizuri kwa sababu ndo tuko mwishoni sasa hivi. Kwa hiyo hamna mtu atakuwa hazijui hizi kanuni. Kwa hivyo kamati yetu itawasikiliza, alafu itakuja ituambie nani muongo hapa ndani, na kisha hatua zitachukuliwa baada ya hapo. Asante sana. Mwongozo Mheshimiwa Spika. Baada ya kusema hayo, Mheshimiwa Gambo, naona umesimama. Hii itakuwa ni mara ya mwisho kusimama. Sawa. Mheshimiwa Spika, mimi naona kama sijatendewa haki kwa sababu unalijua jina la kamati ile nilikokutuma. Ngoja, unalijua jina la kamati nilikokutuma linaitwaje? Naijua Mheshimiwa Spika. Na sibishani inaitwaje ile kamati? Ya maadili. Sibishani na wewe Mheshimiwa Spika. Maadili pekee, inaitwaje ile kamati? Maadili, haki. Sasa ukisema sijakutendea haki, kule ninako kupeleka ni ili ukafanywe nini Mheshimiwa Gambo? Sawa Mheshimiwa Spika. Nashukuru Mheshimiwa Spika. Kule ninako kupeleka ni ili ukafanywe nini? Si ili usikilizwe haya yote unayotaka nikusikilize mimi hapa ndani tukiwa watu wote tunakusikiliza. Bunge linafanya kazi kupitia kamati. Na wewe umepelekwa kwenye kamati. Ndiyo. Na hujapelekwa peke yako, umepelekwa wewe na uliyemtuhumu kwamba amesema uongo. Sasa hujatendewa haki na mimi ama hujatendewa haki na nani? Maana hamna hoja. No, sasa kipengele nilichosema amesema uongo ni kwamba kusema mimi nilikuwepo wakati nikiwa mkuu wa mkoa, wakati nilikuwa ni mbunge. Kwa mimi nilikuwa nafanya clarification, nilikuwa natoa tu clarification kwamba katika hicho kipengele cha kusema kwamba mimi nilifanya nikiwa mkuu wa mkoa, ndio nilikuwa nataka rekodi zikae sawa kwamba nilishiriki nikiwa mbunge. Unahisi kamati italeta taarifa gani hapa ndani? Maana naona umeshajua italeta taarifa fulani ambayo itasisitiza kwamba wewe ulikuwa mkuu wa mkoa wakati haukuwa mkuu wa mkoa. Hapana, sijasema italeta taarifa gani. Nasema Mheshimiwa Spika, kwa sababu unasema amesema uongo. Ndio nasema kile kipengele ambacho unataka tena kile kipengele ambacho unasema amesema uongo. Mheshimiwa Gambo, sasa hapo tena unaleta tuhuma zinazonihusu mimi kwamba nimeingiza maneno mdomoni mwako. Maana mimi nitaitisha Hansard sasa hivi. Hapana Mheshimiwa Spika, nasisitiza kwamba nilichokisema. Hamna kusisitiza. Hebu keti chini. Kaa chini Mheshimiwa Gambo. Keti. Utaenda ukajieleze kule kwenye kamati. Sawa sawa. Maana sasa nisije kuwa nimetoa hapa maamuzi tena huyataki wakati wewe mwenyewe ulikuwa unajibu huku kana kwamba kuna mahali unataka kufafanua. Ufafanuzi utatoa kwenye kamati, kamati italeta hapa ndani waheshimiwa wabunge.